Na nianze na gazeti la Jambo Leo ambalo lenyewe limeandika Magufuli awang'oa wakuu wa mikoa 8, yumo Kandolo, Mahiza, Dr. Kone, Mwasa, Machibia, aingiza sura mpya Makonda, Kilango pamoja na Agli Mwangi. Zito ataka Standard Bank wachunguzwe, madaktari watakiwa kutoa siri za marubani. Habari inapatikana ukurasa wa 16. Katibu mkuu Chadema aanza kazi kwa kishindo, Zito ataka Standard Bank wachunguzwe kwa rushwa. Angalia, lakini pia kuna habari nyingine inasema serikali kununua meli mpya ziwa Victoria. Magufuli ang'oa wakuu wa mikoa, aingiza wapya 13. Ukurasa wa 6, serikali kununua meli mpya ziwa Victoria, amesema Majaliwa. Lakini pia kuna habari inasema uchaguzi wa badili ratiba ya ibada Zanzibar. Na habari picha hapa inaonyesha baadhi ya wakuu wa mikoa ambao wametemwa na Rais Magufuli. Yumo Abbas Kandolo, yumo Dr. Paseko Kone, yupo Kanali mstaafu Isa Machibia pamoja na Mwantumu Mahiza. Gazeti la Uhuru lenyewe limeandika serikali yatenga bilioni 811 vijijini. Hapa kazi tu. John Pombe Magufuli apangua wakuu wa mikoa, wakongwe watupwa. Habari inayopatikana ukurasa wa 4. Na kuna habari nyingine inasema daraja mto Kilombero kukamilika Novemba. Wahujumu Zanzibar kusakwa, ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Rais amthibitisha Kidata kuwa bosi TRA na Mlowola TAKUKURU. Ukurasa wa 2, benki zitakiwa kutimiza majukumu. Lakini kuna habari nyingine inasema DC aonya upotoshaji elimu bure. Wanyanyasaji abiria kukiona. Ukurasa wa 3 kuna habari inasema Majaliwa wabana maofisa uhamiaji. Watatu mbaloni kwa kujifanya maofisa TRA, yumo polisi wa kituo cha Mbagala. Katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika rais awateua 26 ukuu wa mikoa, 13 ni wapya, 7 wabakizwa vituoni, 5 wahamishwa. Makonda Angala, Kilango, Shigela, Zambi, Waula. Habari inapatikana ukurasa wa 4. JPM wathibitisha Mlowola Kidata sasa kuongoza rasmi TRA na TAKUKURU. Mchungaji Katunzi watumbua jipu wa bunge. Diwani wa CCM Masasi azuia mbunge Chadema asitoe msaada. Wapiga kura wamkosoa na kumpongeza Magufuli. Diwani wa CCM Masasi azuia mbunge CDM asitoe msaada. Ni diwani ya kata ya Lukuledi, jimbo la Ndanda, wilaya Masasi, mkoani Mtwara, Victor Antapas kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye juzi alisababisha vurugu katika hafla ya kukabidhi mifuko ya saruji 90 iliyotolewa na mbunge wa jimbo hilo Cecil Mwambe kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Misaada hiyo ilikuwa ikitolewa na mwakilishi wa bunge kwa watendaji wa serikali katika kata hiyo, pamoja na mambo ya maji kwa shule ya sekondari ya kutwa ya Lukuledi. TANESCO Kilimanjaro kuchunguzwa kwa rushwa. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Vikongwe mume mke wa kikatili Shinyanga. Makonda zindua ujenzi jengo la upasuaji ICU. Ni habari inapatikana katika kurasa wa 4. Nikiweka kando gazeti la Majira, moja kwa moja sasa tuliangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ambalo lenyewe limeandika katibu mpya Chadema alikuwa kichwa Ukawa. Katibu mpya Chadema alikuwa kichwa Ukawa, aliandaa mikakati na mipango ya Ukawa uchaguzi mwaka 2015, ataja vipaumbele 5. Ni habari inayopatikana kurasa wa 8. Mara si wapya Magufuli 10, JK 16. Lakini yupo Makonda, yupo Brigadia General Emmanuel Maganga wa Kigoma, Ezekiel Kiunga wa Geita, Rafael Muhuga Katavi, Generali Mustafa Kijuu wa Kagera, Godfrey Zambi Lindi, Ane Kilango Shinyanga, Amosi Makala Mbeya, Jordan Lugimbana Dodoma, Meksadik Kilimanjaro, Martin Shingela Tanga na Magesa Mulongo Mara. Watanzania nje wapinga serikali kulipa mabilioni ya Uingereza. Wakamatwa kwa kuchoma ofisi za CCM na kumzomea Dr. Shein. Milioni 50 kila kijiji za Magufuli za Iva. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Ndege kusambaza damu vifaa tiba vijijini. Majaliwa yenyoshia kidole uhamiaji. Bodi ya mikopo ya washa moto. Waziri asema sheria kikwazo kwa wawekezaji kurekebishwa.
Walia mkanganyiko sheria ya ukimwi, habari inapatikana pia ukurasa huo wa 3. Katika ukurasa wa 4, neema ya maji yanukia daa, DC Temeke ataka walimu wajiongeze. Wizara ya Ujenzi kufanya mambo yake kidigitali, ni habari ambayo inapatikana ukurasa wa 5. Mabadiliko makubwa ni habari ambayo imeanza kwenye gazeti la Mwananchi, ambapo wanasema Magufuli ateua wakuu wa mikoa 26 wakiwamo majenerali 4 na mawaziri 4 wa JK walioangushwa ubunge. Ateua wapya 13, watema 12, ahamisha vituo 5, 7 wabaki mikoa yao. Mpungu asema siasa sukari hatari kuliko unga. TAKUKURU ya chunguza Rukuvi alivyokataa rushwa ya shilingi bilioni 5. Katibu mkuu wa Chadema apania kushika dola 2020. Nina dhamira kushika dola 2020, ni maneno ya Mashinji ambaye ni katibu mpya wa Chadema ambaye amerithi nafasi ya Dr. Wilbrod Slaa aliyeachia ngazi hapo mwaka jana. Lakini kuna habari nyingine inasema JWTZ wamuokoa daktari aliyepelekewa maiti. Mabadiliko makubwa kwa mikoa, habari ambayo tushaiangalia inapatikana katika kurasa wa 3. Balozi Mpungu asema siasa ya sukari hatari kuliko unga, vigogo waitwa kuhojiwa ufisadi shilingi bilioni 4.5. TAKUKURU achunguza Lukuvi alivyokataa rushwa ya shilingi bilioni 5. Lakini kuna habari nyingine inasema hatimaye umea da bado kitendawili. Mwananyamala azindua ujenzi jengo la upasuaji, ajali ya watu 3. Ni ile ya dereva wa basi iliparamia tuta barabarani hivyo taa kuzima ghafla kugonga lori na kuua wafanyabiashara. Ilitokea huko katika mji wa Arusha. Ofisa ubalozi Mtanzania afariki dunia Malaysia. Ukurasa wa 8 kuna habari inasema wadaiwa sugu nyumba za serikali kusakwa. DC Temeke ataka walimu wasitegemee misaada serikalini. Mwili wa waliofukiwa Mererani wapatikana. Mwakiembe asema tutaondoa vikwazo kwa wawekezaji. Gazeti la Tanzania Daima limeandika Lowassa mfagilia katibu mkuu Chadema, habari inayopatikana ukurasa wa 2. Wamekatwa, Magufuli awatosa maarasi 12 wa JK, Makonda mkuu wa mkoa mpya da. Kumbuka mawaziri walioangushwa na Ukawa awaingiza majenerali 4 na wanawake 2 tu. Chadema yaja kimkakati. Katika kurasa wa 2, Chadema yaja kimkakati, nafikiri habari hii inaendelea katika ukurasa wa 2. Dr. Kashinji asema mgogoro wa Zanzibar utatugharimu. Saibaba laua watu 3 Arusha, ni habari inapatikana ukurasa wa 5, ambayo inasema watu 3 wamefariki dunia na wengine 6 kujeruhiwa vibaya baada ya gari walilokuwa wakisafiria aina ya Mitsubishi Kenta wakipeleka mazao sokoni kugongwa na basi la kampuni ya Saibaba lilokuwa likiendeshwa na fundi, ambayo ajali hiyo imetokea saa 9 alfajiri maeneo ya Sakina Darajani, ambapo fundi Athman Sadiki mwenye umri wa miaka 20 mkazi wa Sombetini aliyekuwa akiendesha basi hilo lenye namba T720 ADE Scania anashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kusababisha ajali hiyo. Wauza unga wanaswe, Magufuli athibitisha mkurugenzi TAKUKURU. Gazeti la The Citizen limeandika Magufuli achagua wapya 13, ni katika mabadiliko ya wakuu wa mikoa. Na mtazamaji, tuangalie habari za michezo, na tukianza na gazeti la Jambo Leo ambalo lenyewe limeandika Simba kwa raha zao hewani. Watford yaivua ubingwa Arsenal kombe la FA. Baka yapiga Getafe 6-0. Diego Costa kataa kumng'ata Bari. Gazeti la Uhuru limeandika Simba mwendo mdundo, Yanga yaitamani Al Ahly, Costa amng'ata mtu shingo. Mbeya City yavamia Tanga, ni nzima roho kwatu, habari inapatikana ukurasa wa 22. Uwanja kisasa kujengwa Tanga, Azam yaitambia Badvest. Gazeti la Majira, gazeti huu la kila siku, limeandika Primo sema wachezaji wangu walipambana, Simba wanachapa tu. Mkutano mkuu TFF waahirisha marekebisho ya katiba.
Hal wasema kwa ushindi huu wa Bidvest tutafika mbali Afrika. Profesa Mbalawa akaribishwa tamasha la Pasaka Kahama. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika Arsenal yavuliwa ubingwa FA, Simba kila siku sherehe. Timu hiyo ya Msimbazi sasa imejiimarisha kileleni mwa msimamo wa ligi ya bara ikiwa pointi 4 mbele ya Yanga wanaokamata nafasi ya pili. Leo Digatenga rais wa heshima TFF, Mwantumu abariki uwanja wa TFF. Lakini kuna habari nyingine inasema mjumbe TFF wataka Ndumbaro afunguliwe. Wasanii wabunifu sasa kula vipaji vyao. Zidane atosa kumsajili De Gea. Kocha huyo amesisitiza anafurahia kazi nzuri ya makipa wake wa sasa, Keylor Navas, Kiko Kasla na Kinda Ruben Yanez ambaye tayari yuko kwenye kitabu cha klabu hiyo. Mwananchi wenyewe wameandika Kimanda wa Yanga ibukia Ubelgiji, Awadhi aipaisha Simba. Mbeya City yaanza kutekeleza agizo la FIFA, uzoefu mfumo vimeipa ushindi Yanga. Lakini kuna habari nyingine ambayo inasema Yanga Azam sasa waingia katika anga za Waarabu. Gazeti la Tanzania Daima lenyewe limeandika Simba yajiimarisha kileleni ligi kuu, Awadhi Juma avunja ngome ya Prison. Wadau wampongeza Rais RT kuteuliwa RC Simiyu. Gazeti la The Citizen ambalo ndo gazeti ambalo namaliza nalo hapa lenyewe limeandika Simba yajikita kileleni. Lakini kuna habari inasema Klitschko Fury watarudia mechi, wamepanga kurudia mechi mwezi wa 6.